hawezi kutoa, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine. Mungu mwenye wivu, unatimiza maagano, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine. Mungu mwenye wivu, unatunza maagano, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi Baba, haufananishwi na kitu kingine. Unafanya mambo ambayo wanadamu hawezi kufanya. Unatoa ambayo wanadamu hawezi kutoa, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi Baba, haufananishwi na kitu kingine, haulinganishwi Yahweh, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi Baba, haufananishwi na kitu kingine. Unafanya mambo ambayo wanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo wanadamu hawezi kutoa, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi Yahweh, haufananishwi na kitu kingine. Haleluya Bwana, haufananishwi na kitu kingine, haulinganishwi na chochote Bwana, maana wewe peke yako wastahili kuabudiwa. Uweza na nguvu ni zako Bwana, haulinganishwi na chochote Bwana, uweza wote ni wako Bwana. Pokea sifa na heshima zote Jehova na sifa ya Bwana. Tunasema ni asante, tunaliinua jina lako takatifu. We worship you Jesus. Ni kama wewe na kuinua Mungu wangu leo, nani kama wewe na kupenda nani kama wewe, nani Baba, kuinua Mungu wangu leo, nani kama wewe na kupenda wewe muweza, nani kama wewe, oh Baba, na kuinua Mungu wangu leo, nani kama wewe na kupenda wewe unaweza, nani kama wewe, na kuinua Mungu wangu leo, nani kama wewe na kupenda wewe unaweza, nani kama wewe, na kuinua Mungu wangu leo, nani kama wewe na kupenda kama wewe mwingine kama
kama wewe Bwana. Oh, ni nani kama wewe Jehova? Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Hakuna. Oh, wastahili utukufu Baba. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Hakuna. Oh, wastahili heshima zangu Baba. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Hakuna. Twakuinua Mungu wetu leo. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Hakuna. Wastahili na heshima zote. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Hakuna. Pokea sifa na heshima zote. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Hakuna. Ni nani kama wewe Bwana? Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Hakuna. Mwenye uweza na nguvu zote ni nani? Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Uinuliwe milele yote Bwana. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Hakuna nani kama wewe Jehova. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Pokea sifa na utukufu wote. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Wastahili heshima zote Baba. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Pokea sifa na heshima zote. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Wastahili utukufu wote Baba. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Twakuinua Mungu wetu leo. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Hakuna. Wastahili kupewa sifa Yahweh. Mwingine kama wewe Bwana. Wastahili utukufu Baba, ni wewe tu. Mwingine kama wewe Bwana. We worship you, Jesus. Hallelujah. We bless you. Thank you, Jesus. Hallelujah.
Tunakuinua Bwana, tunakuhimidi Mungu wetu. Hallelujah. Glory to your name. Glory to the name of the Lord. Hallelujah. Hapo nyumbani tunataka kukaribisha tena katika ibada ya leo katika jina la Yesu. Ninaamini ya kwamba utaenda kubarikiwa. Kama ulikuwa nasi kwa ibada ya kwanza, naamini ya kwamba ulibarikiwa, na sasa tunapoingia katika ibada ya pili, nataka kukuhakikishia tena kwamba utaenda kubarikiwa katika jina la Yesu. Hallelujah. Karibu sana katika ibada yetu ya leo. Tunakuja kwako kutoka hapa kanisa la Redeemed Gospel Church Nakuru, Kanu Street, na naamini ya kwamba tumekuwa baraka katika maisha yako. Ningependa kukuomba ukaweze kuwa tayari pale nyumbani, kuwe tayari na sadaka yako na fungu lako la 10, ukaweze kuvaa vizuri, ukaweze kuwa kama mtu ambaye ako kanisani. Bwana asifiwe. Sikaa kama mtu ambaye ako stage, kaa kama mtu ako kanisani, ndio Mungu akaweze kunena na wewe. So let your mind, let your heart, let your spirit be set. Amen. Amen. To a church atmosphere. Na nakwambia kwamba Mungu atakubariki. Mungu ubariki wale watu ambao wako tayari. Na naamini ya kwamba uko tayari na utaenda kubarikiwa pamoja na sisi. Bwana asifiwe sana. Amen. Amen. Kwa hivyo ningependa tukaweze kuketi chini mahali ulioko, tukaweze kubarikiwa pamoja katika jina la Yesu. Ningependa Biblia yako, maana tuko kanisani, na chukua Biblia yako, chukua kalamu, chukua mahali pa kuandikia, kwa sababu tunataka ubarikiwe na ubadilike, that things may begin to change, ili mambo yakaanze kubadilika katika kila eneo ya maisha yako. Bwana asifiwe sana. So kama uko labda utakuwa nasi throughout, na labda utatuache katikati ya ibada, na tungependa kukupatia nafasi pia ukaweze kuhusika, kumtolea Mungu matoleo yako. If you not keep together with us till the end of the service, kama utakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa ibada, we ibada, want to give you our number that you can give your offering and your tithe, so that when you be leaving the service, you'll have worshipped God with your substances. Ningependa kupatia nambari yetu ya M-Pesa ya kuweza kuweka sadaka yako na fungu lako, ili kwamba unapotoka mahali hapa katika hali ya kuabudu utakuwa umebarikiwa. As you always tell you that a service is not complete if there is no service. Worshiping God is in giving our sacrifice to Him. Na kama vile huwa nawafundisha ni kwamba ibada haikamiliki bila ya wewe kutoa sadaka zako. Kuabudu Mungu kwa njia ya sadaka ndiyo ibada iliyo kamilifu. So if you like to participate in this service, not only in the listening but also in your giving, our number is 923107. Hivyo basi ungependa wengine kuhusika katika ibada hii, katika kutoa katika ibada hii sadaka zako, utatoa katika nambari hiyo ambayo umepewa, na Mungu wetu atakubariki. People are no longer giving their money in hard cash, their offering in hard cash. Watu watoi sadaka tena katika pesa taslimu, lakini kupitia giving to the church through the phones. Lakini wanatoa sadaka zao kupitia simu zao. So our church number is 923107. Kwa hivyo nambari yetu ni 923107. Write it somewhere. You can give as before you leave. Unaweza ukatoa sadaka yako kabla ya kuondoka. Amen. I want to speak about spiritual warfare. Nataka niongee kuhusu vita vya kiroho. I'll be speaking in this second service. Nitakuwa nikinena katika ibada hii ya pili about spiritual warfare. Kuhusu vita vya kiroho. Because we need to understand. Sababu tunahitaji kufahamu that we are in a spiritual warfare. Kwamba tuko katika vita vya kiroho. The moment you got saved, you registered yourself in the kingdom of God.
Wakati ulipookoka punde wakati huo ulijisajili katika ufalme wa Mungu. It's the day you entered into the army of the Lord. Ndio wakati ulipojisajili katika jeshi la Mungu. Now you are in the army of the Lord. Na sasa uko katika jeshi la Mungu. You are in a battle. Uko katika vita. And we are being fought by an invisible enemy. Na tunapigwa vita na adui ambaye tusiyemuona. So our battle is called the battle of faith. Hivyo vita vyetu vinaitwa vita vya imani. Amen. Amen. Why is it a battle of faith? Mbona inaitwa vita vya imani? Because we are fighting and being fought by an invisible enemy. Ni kwa sababu tunapigwa vita na adui tusimuona. So the only way we can fight that enemy is to fight him by faith. Kwa hivyo njia ambayo tunaweza kupigana na huyo adui ni kupitia imani. Somebody say amen. Tuaseme amina. 1 Timothy chapter 6 verse 12. Timotheo wa kwanza 6:12. Bible tells us. Biblia inatuambia Paul commands his disciples or his congregation. Paulo anaamrisha lile kusanyiko lake au wafuasi wake. He says fight a good fight of faith. Vipige vita vilivyo vizuri. Amen. Amen. Paul is a man who understood Christianity more than majority or most of us. Paulo ni mtu aliyeelewa Ukristo kuliko wengi wetu. So it is somebody worthy listening to when he is speaking matters concerning Christianity. Ni mtu ambaye tunastahili kumsikiza kwa umakini anapoongea mambo yanayohusu Ukristo. Glory to God. Utukufu kwa Mungu. In spiritual matters. Ni mtu mwenye mamlaka kwa mambo ya kiroho. He can be quoted. Ni mtu ambaye unaweza kunukuu. And I want us to check from the Bible on how to fight spiritual warfare. How to not just to fight but to fight and win. Nataka tuangalie kwenye Biblia zetu jinsi ya kupigana vita vya kiroho na sio kupigana tu bali ni kupigana na kuvishinda. Amen. Amen. Because a good fight is the one that you always win. Vita vizuri ni vita ambavyo daima unashinda. If you lose your battle, you can't say that you have had a good fight. You will say you have had a bad fight. Na ukishindwa katika vita, huwezi sema umekuwa katika vita vizuri, utasema ulikuwa katika vita vibaya. So Paul says, fight a good fight of faith. Hivyo Paulo anasema piga vita vile vizuri, vita ya imani. So I want us to see from the word of God. Nataka tazame kutoka kwa neno la Mungu. From the teachings of the same Paul. Kutoka kwa mafundisho ya Paulo huyo. I want us to see how to fight that good fight. How it is fought. Nataka tuone jinsi ya kuvipiga hivyo vita vizuri. 2 Corinthians chapter 10 from verse 3. Wakorintho wa pili sura yake ya 10 kuanzia pale 3. Paul says, for though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. Anasema maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God, to the pulling down of strongholds. Maana silaha zetu za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Underline the word strongholds. Weka mstari ngome. Casting down tukiangusha and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God. Tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu. And bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Na tukiteka nyara kila fikira ipate kumtii Kristo. Amen. Amen. Father, we pray that you bless the reading and the preaching of the word. Welcome to this service to speak to your people through us in Jesus' name. Amen. Amen. I want to speak about spiritual warfare. Nataka kuongea kuhusu vita vya kiroho. Because Jesus
defeated the enemy Kwa kuwa Yesu alimshinda adui 2,000 years ago. miaka 2000 iliyopita. And he disarmed the enemy. Naye akamtoa yule adui silaha. He totally disarmed him. Na akamtoa silaha zote yule adui. But the enemy is fighting against us. Lakini yule adui anapigana vita kinyume nasi. So if Jesus disarmed the enemy, what is the enemy using to fight us? Ikiwa basi Yesu alimvua silaha zote yule adui, anatumia nini kupigana nasi? The fight against our enemy is the fight against his lies. Vita vyetu dhidi ya adui ni vita vyetu dhidi ya uongo wake. Glory to God. Utukufu kwa Mungu. Our enemy is a master of lies. He's the father of lies. Adui yetu ndiye kinara wa vita, naye ndiye baba wa uongo. He is the manufacturer of lies. Yeye ndiye huwa anatengeneza uongo. He is a professional in lies. Taaluma yake ni uongo. He has excelled in that profession. Yeye amebobea sana katika taaluma ya uongo. So now if the enemy uses lies to fight us, ikiwa adui anatumia uongo kupigana nasi, what are we supposed to use? Basi sisi tunafaa kutumia silaha ipi to fight against him? Ili kuweza kupigana naye. Our weapon remains and will always be the weapon of the truth. Vita silaha yetu itabaki na itakuwa ni silaha ya ukweli. Amen. The devil will always try to lie to you. Shetani daima atajaribu kukudanganya. The devil has no any other weapon left. Shetani hana silaha nyingine ambayo amebakisha. It is not witchcraft. Sio uchawi. It is not sorcery. Wala sio urogi. It is not guns. Wala sio bunduki. It is not principalities. It is not powers. Wala sio ngome, wala sio uweza. He can use all those things against the people that are not born again, but not to the saints, not to the righteous people, not to the just. Anaweza tumia silaha hizo zote kwa wale ambao wasiomjua Mungu, lakini hawezi kuzitumia kwa wenye haki na kwa watu ambao wamemjua Mungu. That's why when you read the other letter of Paul writing to the church of the Ephesians, ndio maana ukisoma waraka huo mwingine aliyoandikia wa Efeso, in chapter 6, katika sura ya 6, he tells them on the whole armor of God. Jivikeni silaha kamili za Mungu. And what is the first armor? Na basi silaha ya kwanza ni ipi? Is the armor of the helmet of salvation. Nayo ya kwanza ni chepeo la wokovu. Where is it put in your body? Na hiyo chepeo inavaliwa wapi katika mwili wako? It is put to cover your head. Inawekwa ili kufunika kichwa chako. Amen. Amen. Because the devil uses your brain, your mind to defeat you. Kwa sababu shetani hutumia mawazo yako na akili yako kuweza kushinda. People who give up in life, people that commit suicide, people that give up in many areas in their lives, is because the devil has convinced them that there is no way they can come out of that situation. There is no way they can make it. There is no way they can prosper. There is no way they can be healed. There is no way that the devil tries to bombard their minds with negative things, lies, until they give up.
Wale watu ambao upata kugandama katika mawazo yao na kuweza kusumbuka katika mawazo yao, wengine hadi kujitia kitanzi. Wale ambao ukata tamaa katika maisha yao ni watu ambao shetani amevamia mawazo yao na kuwapatia maoni ya kinyume na mawazo ya kinyume, kwamba hawatafaulu katika maisha, hawatafaulu katika masomo yao. Anatumia mawazo yao katika kuwapiga na silaha za uongo. Amen. Amen. That's why in verse 5. Ndiyo maana katika mstari wa 5, when he's writing to the Corinthians, anapowaandikia wale wa Korintho, he tells them anawaambia that they need to master how to cast down every thought and every imagination that does not agree with the word of God. Kwamba wanafaa kujifunza kuweza kushusha kila mawazo ambayo hayaendani sambamba na neno la Mungu. Every thought and every imagination, kila hali ya kuwaza na kila hali ya mawazo ambayo huja katika akili zao. Meditation in your mind, kutafakari katika mawazo all the times. Kila wakati. You know the devil ensnares people by dwelling or causing them to meditate on the negative things. Meditate on the negative things. Shetani huwa anawanasa watu kwa njia ya kuweka mawazo katika watu kuwaza mambo ambayo ni ya kinyume. They meditate on the negative things until they believe what they are meditating is true. Wanatafakari katika mambo ya kinyume hadi wanaamini yale ambayo wanatafakari ni kweli. Amen. Amen. That's why David tells us in the book of Psalms, chapter 1, from verse 3. He tells us to meditate on the word of God day and night. Ndio maana Daudi anatuambia katika Zaburi 1 mstari wa 3 tukaweza kulitafakari lile neno la Mungu usiku na mchana. So that we protect our mind, the word of God. Tukaweze kulinda mawazo yetu na neno la Mungu. We begin to think. Tunaanza kufikiria the way God thinks. Vile ambavyo Mungu hufikiria. God tells Joshua the same thing. Mungu anaambia Yoshua neno lile lile. He tells him, anamwambia, let not this book of the law depart from your mouth, but meditate on it day and night, then there will you have a good success. Na basi Mungu anamwamuru Yoshua, anamwambia kitabu hiki cha neno langu kisije kikatoke katika mawazo yako, ukaweze kutafakari usiku na mchana ili ukapate kufanikiwa katika njia zako. You know how we fail in life? Unajua jinsi tunavyoshinda katika maisha, katika business, ndoa, in ministry, katika huduma, in education, in our studies, katika masomo yetu, because we meditate on how impossible it is. Kwa kuwa tunatafakari jinsi ambavyo haiwezekani. So we operate under negative faith. Hivyo basi tunafanya kazi katika imani ambayo ni ya kinyume. We operate under fear. Tunafanya kazi tukiwa tumejawa na hofu. And we know that where there is fear, there is no faith, and where there is no faith, there is no God. Na tunajua kwamba mahali ambapo pana uoga hapana imani, na mahali hapana imani hapana Mungu. So Paul tells these people, Paulo anaambia hawa watu, you need to learn, unahitaji kujifunza to fight your thoughts, kuweza kupigana na mawazo yako, negative thoughts, mawazo ambayo ni ya kinyume, because the devil is fighting you in thoughts. Kwa sababu shetani anapigana na wewe kwa mawazo. He is tormenting you in your mind. Anakuvamia kwa mawazo yako. He is not coming with a gun. Yeye wala haji kwa silaha ya bunduki. He is coming in your thoughts. Anakuja kwa mawazo yako. Even people who die in the hospital, hata watu ambao huwa wanakufa hospitalini, most of the times they die when they begin to meditate and they think of dying. Mara nyingi wanakufa baada ya wao kufikiria na kutafakari kuhusu kifo. Amen. Amen. That's why somebody can be in the hospital for a long time. Ndio maana mtu anaweza kuwa katika hospitali kwa muda mrefu, and then it reaches a point, na inatimia wakati they give up. Wanakata tamaa. They call their people. Wanaita watu wao to speak to them their last words, ili wapate kuongea maneno yao ya mwisho. And after that they die. Na baada ya hayo wanakufa. Amen. Amen. So this is what Paul is telling us. We fight our spiritual warfare. Hivi ndivyo Paulo anatuambia tukapige vita vya imani. And this is what I'm teaching you and teaching everybody,
listening to me how to fight our spiritual warfare, because we are in our warfare. Na hii ndio ninaokuambia na yeyote ile ambaye anayenisikiza na kunitazama, kwamba inabidi tukaweze kujifunza jinsi ya kupigana vita vya kiroho, kwa sababu tuko katika vita. First, we have to stop meditating on the wrong things, on the negative things. We have to stop meditating of what if something bad or evil happens. Na basi tunafaa kuacha kutafakari na kufikiria mawazo ya kinyume ambayo yanatuliza na kuleta sauti, kama basi mambo yakienda kombo, kama basi mambo yasipoenda vile ninavyotaka. In case. Basi kama basi kukitendeka, refuse to operate in case. Kataa basi kufanya kazi ama kuishi katika hali ya kuwa na mashaka. Have no alternative. Kama kwamba hauna njia ya kutorokea. Amen. Meditate on the right things. Tafakari mambo yaliyo sawa. Meditate on what God has promised. Amen. Tafakari ambayo Mungu amekuahidi. Amen. Amen. Protect your mind. Weza kulinda mawazo yako from meditating on the wrong things. Kinyume na kuweza kutafakari mambo ambayo sio sawa. Begin to meditate on the promises of God. Anza kutafakari ahadi za Mungu. Begin to meditate on what God has said he can do, not what the devil is scaring you that he can do. Anza kutafakari kuhusu yale ambayo Mungu amesema anaweza kutenda, ukaache kutafakari ambayo shetani anakutisha kwamba anaweza kufanya. Amen. Amen. Glory to God. Utukufu kwa Mungu. Don't meditate on the bigness or the greatness of your enemy. Meditate on the bigness and the greatness and the power and the ability of your God. Wacha kutafakari kuhusu ukuu na uweza wa adui yako, lakini weka matafakari yako katika ukuu na uweza wa Mungu ambaye anaweza kushinda yote. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Utukufu kwa Mungu. Don't sit there and begin to ask yourself, what will I do? And begin to see yourself for second person. Begin to see yourself as desperate person, hopeless person. That is the wrong way of fighting the spiritual warfare. Wacha kukaa hapo ukijionea huruma na kuwaza kuwa mtu ambaye unajihisi wewe ni hohehahe, mtu uliyekataliwa. Hiyo sio njia iliyo sawa ya kupigana vita vya kiroho. Paul is a good example. Paulo ni mfano mzuri. He doesn't only teach us hatufunzi tu how to fight, but he also shows us as an example. Yeye hatufunzi jinsi ya kupigana, lakini anatuonesha kama mfano mzuri. He says in the book of Romans chapter 8, I think from verse 35 to 37, he says that in all these things that we are facing, in all these things we are more than conquerors. Anawatia moyo, anasema ya kwamba katika Warumi 8:35-37 kwamba kwa mambo haya yote sisi ni zaidi ya washindi. Amen. Paul does not see himself as a failure. Paulo hajioni kama mtu wa kushindwa. Because the way you see yourself is the way your enemy sees you. Kwa kuwa vile unavyojiona ndivyo ambavyo adui huwa anakuona. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The 10 spies, the 10 spies. Wale majasusi 10. The Bible says when they went, they came with a bad report. Wale wapelelezi walirudi na ripoti mbaya. And they said, wakasema that we saw the sons of the Anakites there. Kwamba tuliona wana wa Anaki huko. And we looked before them as grasshoppers. Nasi tukaonekana kwao kama panzi. We looked and we looked on our own eyes as grasshoppers. Nasi kwa macho yetu tukajiona kama panzi mbele zao. And so did we look in their eyes. Na sisi tukaangalia katika macho yao. The moment the enemy realizes that you don't have faith, you have no confidence in yourself, he gets more strength, confidence and boldness to oppress you. Basi shetani akijua kwamba hauna ujasiri wala hauna nguvu ndani yako, yeye anapata ule ujasiri wa kuweza kuwa kinyume na wewe. Hallelujah. Amen. Glory to God. Utukufu kwa Mungu. Don't allow to see yourself as a failure. Usije ukajiruhusu kujiona kama mtu wa kushindwa. Paul says, Paulo anasema, I can do all things. Don't ask me how many things. I can do all things
Paulo anasema naweza kufanya mambo yote, usiniulize ni yapi ama mangapi, lakini yote through Christ kupitia Kristo who strengthens me. anitiaye nguvu. Don't ask Paul if he can fly. Usiulize Paulo kama anaweza furuka. He will tell you, I told you I can do all things. Atakwambia nilikwambia naweza fanya mambo yote. Amen. Amen. Don't ask Paul if we can take 20 liters of water. Usiulize Paulo kama anaweza kunywa maji lita 20. Paul will tell you, when the time comes, I will take 20 liters. Paulo atakwambia wakati ukifika hapo nitakunywa hayo maji lita 20. Don't ask Paul if he can walk on. Usiulize Paulo kama anaweza kutembea juu ya moto. He will tell you, in the event where I will be required to walk on fire, I will walk on fire. Atakwambia ikitimia mahali ambapo itabidi nitembee juu ya moto, basi nitatembea juu ya moto. Having the right mentality. Kuwa na nia iliyo sawa. Right meditation. Kuwa na matafakari yaliyo sawa. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Utukufu kwa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Don't allow the devil to give you his own identity. Usiruhusu shetani akakupatie jina lake. You are what God says you are. Wewe ni yule ambaye Mungu amesema wewe ndiye. Even if you don't look like what God says you are. Hata kama hauonekani kama vile Mungu anasema wewe ndiye. You might be looking like a cat today. Leo unaweza onekana kama paka leo. But if God says that you are a lion, you are a lion. The power to become a lion is within you. Basi Mungu akisema wewe ni simba leo, wewe ni simba kwa sababu hiyo nguvu ya kufanyika simba iko ndani yako. You need to develop positive energy. Unahitaji kuwa na nguvu ya mambo yaliyo sawa. From within you. Kutoka ndani yako. To be able to win your battles. Ili uweze kushinda vita vyako. You cannot win your battles with a discouraged heart. Hauwezi kushinda vita vyako na moyo uliovunjika. Even when David had lost everything. Hata wakati Daudi alipokuwa amepoteza vyote. In the book of 1 Samuel 30. Katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 30. The Bible tells us. Biblia inatuambia that and David encouraged himself in the Lord. Kwamba Daudi akajitia moyo katika Bwana. Somebody say amen. Tuseme amina. You cannot fight your battles and win your battles with a discouraged, disappointed, frustrated heart. You must refuse that position. You must rise up above that position and put on the spirit of faith and believe, no matter how weak you are. With God, you make the majority. You can make it. You will make it. And you say, I will make it. Hawezi kushinda vita vyako kama ukiwa na nia ya kushindwa, ukiwa umeshushika, ukiwa mtu ambaye umevunjika moyo, lakini lazima uweke mawazo ambayo yaliyo sawa kwamba Mungu akiwa upande wako utashinda na utaweza vyote. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Utukufu kwa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. And because he had a positive attitude, na kwa kuwa alikuwa na nia iliyo sawa, he won his battle. Alishinda vita vyake. He recovered all. Na akarejeshewa vyote. Casting down imaginations. Tukishusha chini kila mawazo ya I want you to write this point because it is very, very important for you in your spiritual warfare. Nataka uandike chini kipengee hiyo kwa kuwa ni silaha iliyo nzuri sana katika na ya maana sana katika vita vyako vya kiroho. That the battle is in your mind. Kwamba vita viko katika mawazo yako. The battle is in your mind. Vita kushinda. The moment Sarah believed that she can give birth to a son at the age of 100 years. Wakati Sarai alipoamini kwamba atazaa mtoto katika miaka 90. The Bible tells us. Biblia inatuambia. In the book of Hebrews chapter 11. Katika kitabu cha Waebrania 11. And Sarah received strength to give birth, strength to conceive at the age of 100 years. Kwamba Mungu akampatia Sara nguvu za kuzaa katika miaka yake 100. Faith will give you power to overcome your enemies. Imani itakupatia nguvu ya kushinda adui zako. It will give you power to do what was impossible with you, human speaking. Na itakuwezesha kufanya yale ambayo ni kwako katika mawazo ya wanadamu ni haiwezekani. I came to tell you.
Nimekuja kuambia whatever that has looked impossible with you kile chochote kinachoonekana kwamba hakiwezekani can kwako still be possible. bado kinawezekana. For whatever is impossible with man is possible with God. Kwa kuwa kile kisichowezekana na mwanadamu kinawezekana na Mungu. In God there is no impossibility. Kwa Mungu hakuna kutowezekana. That's why Paul says, I can do all things through Christ that strengthens me. Ndio maana Paulo anasema anaweza kuyafanya yote kupitia Kristo alitia nguvu. I came to tell you that you can do it. Nimekuja kuambia kwamba I unaweza. say you can do it. Nasema unaweza. You can make it. Unaweza You kushinda. can achieve it. Unaweza kutimiza. Hallelujah. Hallelujah. The power to make it is not with the devil, it is within you. Uweza wa kutimiliza na kuweza huko ndani yako, hauko na shetani. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Utukufu kwa Doesn't Mungu. matter how weak you are. Haijalishi wewe ni mdhaifu vipi. There were in the book of 2 Kings chapter 7. Katika kitabu cha Wafalme wa Pili 7 Of 4 lepers. kuna wale wakoma wanne, Weak people. watu dhaifu, Nobodies. watu ambao hawajulikani, People with no fingers, with no feet. watu ambao miguu yao haina vidole wala mikono yao haina But vigole, believed in the word of the prophets. lakini walioamini neno la nabii And they approached the enemy with the word of the prophet. na wakamkabili adui kwa lile neno la unabii. And 4 lepers Na wale wakoma wane overcame armies of thousands. wakawashinda jeshi la maelfu. Hallelujah. Hallelujah. As a proof to us who are fighting, who are in the spiritual warfare, Kama udhihirisho kwetu sisi ambao tuko katika vita vya kiroho, that it doesn't matter how big and the number of our enemies, that with God we can still overcome them. kwamba haijalishi adui wetu ni wengi vipi, tukiwa na Mungu na nguvu za Mungu bado tunaweza kuwashinda. David overcame Goliath. Daudi alimshinda Goliathi, To prove that there is no enemy that you cannot overcome. kudhihirisha kwamba hakuna adui ambaye hauwezi kushinda. Somebody said amen. Mtu aseme amina. So, with our first weapon is the weapon of the helmet. Basi silaha yetu ya kwanza ni silaha ya chepeo, Protect our minds kuweza kulinda mawazo yetu from negative thoughts. kutokana na mawazo ya Cast kinyume. down those negative thoughts. Tukishusha chini mawazo hayo ya kinyume, Cast down those evil negative imaginations. shusha chini hizo mawazo ambayo ni maovu na ambayo ni ya kinyume, Thinking of bad things happening. kuweza kufikiria mambo mabaya yatatendeka. Begin to think of good things happening. Anza kufikiria mambo mazuri yakitendeka, Not bad things happening. sio mambo maovu yakitendeka. Let not the devil ask you, how about if a bad thing happens? Usiruhusu shetani akuulize, je, basi mambo maovu yakikutendeka The bad katika mawazo yako, overcome that thought. uweza kushinda mawazo That imagination, that meant you, that has convinced you to believe that you are angry, that you don't know how to speak, that the people hate you, that you don't have a good personality, that you don't know how to speak English, that you can never make it, that in your family is a family of fools, that in your family nobody has made it so you cannot make it. Those are the kinds of thoughts that Paul is telling you that you need to cast them down. Mawazo haya ambayo shetani anaokuletea kwamba wewe utashindwa, kwamba kwa familia yenu nyinyi ni watu wa kushindwa, wewe huwezi kusonga mbele, kwamba huwezi kufanya hiyo biashara, hauwezi hiyo kazi, hauwezi hayo masomo, mawazo nyume tukapate kuyashusha chini. Cast them down. Tukayashushe chini. I say cast them down. Yashushe chini. Cast says that you are more than a conqueror. Mungu anakuita zaidi ya God mshindi. says whatever is born of God overcomes the world. Mungu anasema kilichozaliwa na Mungu kinashinda ulimwengu. Hallelujah. The Hallelujah. word of God tells us the path of a righteous man is like a shining light that is shining bright and brighter to the fullness of the day. You need to tell yourself, tell the devil, let people know that you are not failing, you are making progress in life. Neno la Mungu linatuambia kwamba njia ya mwenye haki ni kama njia ambayo ina nuru
nuru inayoangaza zaidi na zaidi hadi utimilifu wa nyakati. Ambie shetani, wewe sio wa kushindwa, wewe sio wa kuhangaika, wewe ni mtu ambaye unayemtumainia Mungu. No matter how hard, how difficult things are, laiti ya vile mambo yalivyo magumu, the word of God still stands. Neno la Mungu bado linasimama. The path of a righteous man, njia ya mwenye haki, shines bright and brighter. Inaangaza zaidi na zaidi. Things are becoming better and better in your life. They are not moving from better to worse. They are moving from worse to better because you are a righteous man. Mambo yako, njia yako ni njia inayoenda kuangaza. Mambo yako hayatoki kutoka bora kwenda kuwa mabaya, yanasonga kutoka pabaya kwenda kuwa bora na bora, kwa sababu ni njia ya mwenye haki. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. I say in the name of Jesus. Sema katika jina la Yesu. That darkness is not becoming thicker, it is becoming lighter, and soon and very soon, whatever the darkness that is facing you, that is facing us, it is fading away. In the name of Jesus. That's why we are announcing that we are not giving, we are not surrendering to Corona. Corona is dying. Corona is giving up. The Corona is fading from our country. In the name of Jesus. By the end of this year, you will not be hearing the story of Corona. In Jesus mighty name. Ndio maana nakuambia kwamba njia yako haiendi kuwa na giza zaidi, wala hiyo giza inaenda kuwa nuru, inaenda kuisha na kupotea. Ndio maana hata hali inayotukumba ya corona haiko pale kudumu. Mwaka huu hatutafikisha mwisho wa mwaka tukiwa na hiyo mambo ya corona. Yatakuwa ni mambo ambayo yamepita, ni kwa sababu tunazidi kuangaza na njia yetu inaangaza zaidi na zaidi ya utimilifu wa wakati. Come out, drop those negative thoughts. Shusha hayo mawazo ya kinyume. I came to tell you to drop those negative thoughts. Nimekuja kukuambia ukaangushe mawazo hayo ya kinyume. I came to tell you that what the devil is telling you will happen, it is not going to happen in your life. In the name of Jesus. Nimekuja kukuambia kile ambacho shetani anakuambia kitatendeka, hakitatendeka katika jina la Yesu. You are not going to die. You are going to live to see your children because the Lord says so. Hauendi kufa, unaenda kuishi ukaona watoto wa watoto wako, kwa sababu neno la Mungu linasema vile. Let the devil hear me clearly. Wacha shetani akanisikia wazi wazi. That your business is not going down no matter where it is. I came to prophesy to somebody that your business is going to rise, is going to increase, it is going to expand. Your business is not going down in the name of Jesus. God is giving you more opportunities, new opportunities, opening new doors for you, for your business to revive. Na kuja kukuambia hiyo biashara yako haiendi kuanguka, lakini inaenda kuinuka. Mungu anaenda kuinua na kuipanua, anaenda kupatia fursa mpya, anaenda kufungua milango mpya, anaenda kutenda jambo jipya. Glory to God. Utukufu kwa Mungu. I see God opening new doors for you. Naona Mungu akikufungulia milango mpya. I see God giving you new opportunities. Naona Mungu akikupatia fursa mpya za biashara. I came to announce to somebody. Na kuja kumtangazia mtu that you are not stuck. Kwamba wewe haujakwama. God is together with you. Mungu yuko pamoja nawe. God has just given you a pause. Mungu amekupatia hali tu ya kusita kidogo. To think how far he has brought you. Kuweza kutafakari umbali upi amekuleta. It is a pause. Ni wakati wa kutulia na kutafakari. It is a command. Ni wakati wa kutulia kidogo. It's not a full stop. Sio mwisho, sio tamati. Let the devil know. Wacha shetani ajue. We are not giving up. Hatukati tamaa. We are not losing our battle. Hatupotezi vita. We are not beginning to think the way he wants us to think. Hatuanzi kutafakari vile anavyotaka tutafakari. We are more than conquerors. Sisi ni zaidi ya washindi. We are blessed. Tumebarikiwa. Nobody can curse us. Hakuna yule anaweza kutulaani. You see, the devil will tell you that you are cursed. Shetani atakwambia umelaaniwa. But God says. Lakini Mungu anasema. You need to have this in your mind. Kuwa na hili katika mawazo yako. You need to guard your mind. Uwe ukaweze kulinda mawazo yako na neno la Mungu. God says. Mungu anasema. No witchcraft. Hakuna uchawi. No sorcery. Hakuna urogi. Shall prosper. Utafanikiwa. Against you. Dhidi yako. Nobody can bewitch you. Hakuna aweza kukuroga. But the devil wants to cause fear, because when you cause fear, fear opens the doors for the enemy. Kwa shetani atasababisha hofu kwako, kwa kuwa hofu hufungua milango ya adui. No witch that has ever been born and that shall be born that has power to bewitch you.
Hakuna mchawi ambaye alizaliwa ama atakayezaliwa ambaye ana nguvu za kukuroga. You are fearing the wrong people. Unawaogopa watu ambao si sawa. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Utukufu kwa Mungu. Glory to God. Utukufu kwa Mungu. You need to learn to enforce your victory. Unastahili kujifunza kuweka nguvu ushindi wako. How do you enforce your victory? Unawekaje nguvu ushindi wako? By overcoming the enemy with the truth. Kwa kuweza kumshinda adui na ukweli. You remember what I said when I started preaching? Unakumbuka nilichosema nilipoanza I told you kuhubiri? the enemy has already been defeated. Niwaambie- The enemy has already been stripped his power. But now he has devised another weapon that is using against us, and it is the weapon of lies. Niliwaambia shetani tayari ameshindwa, kwamba amevuliwa nguvu zake na ameumba njia mpya ya vita vyake, na vita vyake anatumia uongo. He tells you that that woman, that man, has bewitched you. And the truth is that there is no witchcraft, there is no sorcery, there is no magic, there is no divination, there is no enchantment against you. Na ukweli ni kwamba hakuna nguvu, hakuna uchawi wa maneno wala uchawi wa kurushiwa ambao uko kinyume na wewe. But he uses lies. Lakini ni uongo ulio bure sana. To cause fear in your life. Kusababisha hofu katika maisha yako. To hinder you from making progress. Kukuzuia wewe kusonga mbele. Today we are refusing the lies of the devil. Siku ya leo tunakata uongo wa shetani. The devil he used lies against Adam. Shetani alitumia uongo kwa Adamu. He used lies against Jesus. Akatumia uongo kwa Yesu. He is using lies against you. Anatumia uongo kwako. You must resist him with the truth. Lazima umpinge kwa ukweli. Paul says, putting the belt of truth around your loins. Anatuambia tukifunga mshipi wa kweli katika viuno vyetu. Truth is a weapon. Ukweli pia ni silaha. That's why I like concentrating so much on teaching people the truth, because if I empower you, then you are able to overcome your enemies. Na ndio maana ninapenda kufundisha watu wangu kuhusu ukweli, kwa sababu kama ikikutia nguvu basi utakuwa na uwezo wa kushinda adui. There are some people who are experts in teaching about the power of the devil, how the devil has power, how the devil has bound you, how the devil has bewitched you, how the devil is using devil worshippers, and all those things. They are true, but they don't work for the saints. The saints don't need to know more about the devil. They need to know more about the truth, more about their God, and more about themselves. Kuna wahubiri ambao wamekita sana katika kuhubiri kuhusu shetani amekuroga, shetani ana nguvu, shetani anafanya vile, lakini ndiyo ni kweli anaweza kuwa anafanya vile, lakini yale mambo hayachangii katika kuwatia nguvu wenye haki na kuwafanya wawe wakakamavu katika vita. All that does not set you free. All that does not empower you. It causes fear. It doesn't cause faith. It causes fear of the devil. Fear of the devil worshippers. Fear of the witches. Fear of the wizards. It causes fear. It doesn't set anybody free. It is the truth that the Bible says, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Mafundisho hayo hayatendi kazi kwako kwa wema, hayakuweki huru wala hayakutii nguvu. Kile yanachofanya ni kusababisha hofu juu ya maisha yako, na Biblia inatufundisha, inasema ya kwamba kweli ukijua kweli nao itakuweka huru. You know when you are born, unajua wakati ulizaliwa, they did not cut your I don't know what you are, they did not cut. Wakwambie hawakukata kitovu chako ulipozaliwa. That woman that received you, yule mwanamke aliyekupokea ulipozaliwa, the evil eye, you know when you are born, ulipozaliwa, you know they anointed you with some funny oil. Walikupaka mafuta ya kiajabu ajabu. You know when you are born, ulipozaliwa, they gave you a certain coat. Walikupatia koti fulani. All those teachings, they are teachings they teach about before Christ. Mambo hayo wanaofundisha ni mambo yaliyotendeka kabla ya kuja kwa Kristo. And the Bible tells us, na Biblia inatuambia, thus whosoever is in Christ is a new creation. Yeyote aliye katika Kristo ni kiumbe kipya. All the old things have passed away. Mambo yote everything has become new. Na tazama mambo yote yamekuwa mapya. Whoever is teaching you, trying to build your faith,
causing you to believe in things that happened to you before you are born again is not helping you, is causing fear in your life. Anayekufundisha kuhusu mambo ambayo yalikutendekea kabla haujaamini Yesu, kabla haujaokoka, hayakusaidii, lakini anasababisha hofu katika maisha. We are here to tell you what Paul teaches. Tuko hapa kuambia kile ambacho Paulo anafundisha. Now in Christ, sasa katika Kristo, there is no Jew, hakuna Myahudi, there is no Gentile, wala hakuna Myunani. What matters, kinachojalisha, is a new creation. Ni kiumbe kipya. Now in Christ, sasa katika Kristo, there is no learned, hakuna no unlearned, wala asiyesoma. There is no Kenyan, wala hakuna Mkenya. There is no in America. Wala hakuna Amerikani. We are all equal. Sisi wote ni sawa. We have equal opportunities. Tuko na fursa zilizo sawa. We are learned and unlearned. Wanaosoma na wasiosoma. Each have equal opportunities. Wote tuko na fursa sawa. To prosper in Christ. Kuweza kufanikiwa katika Kristo. Everybody has got a chance. Kila mtu ako na nafasi in Christ, katika Kristo, to prosper, kuweza kufanikiwa. Hallelujah. Hallelujah. Whatever happened before we were born again, chochote kilichofanyika kabla hatujaokoka, we can only resist it because the devil will try to bring it to us. But our work is to resist it by faith, but not to believe in it. We resist it by faith. Tunaweza kusimama kinyume nacho, kukipinga, kwa sababu daima shetani atatukumbusha, lakini tukaweze kukipinga kwa imani. So Paul tells us, Paulo anatuambia, the first weapon, silaha ya kwanza, is the weapon of the helmet, of the weapon of mind, the weapon of protecting your mind. Ni silaha ya chepeo, silaha ya kulinda mawazo yako, silaha ya kulinda understanding, kuwa na mawazo na ufahamu ulio sawa, kuweza kujifahamu wewe ni nani katika Kristo Yesu. Forget about who you used to be before you were born again. Sahau vile ulivyokuwa kabla ya kuokoka. What matters now is who you are in Christ Jesus. In Christ Jesus. Kinachojalisha sasa ni wewe ni nani katika Kristo Yesu. You are a new creation. Wewe ni kiumbe kipya in Christ Jesus. Katika Kristo Yesu. Hallelujah. Hallelujah. You belong to God. Wewe ni wa Mungu in Christ Jesus. Katika Kristo Yesu. You are holy. Wewe ni mtakatifu in Christ Jesus. Katika Kristo Yesu. You are a royal priesthood. Wewe ni kuhani mteule in Christ Jesus. Katika Kristo Yesu. You are blessed. Umebarikiwa. You are not cursed. Haujalaaniwa. in Christ Jesus. Katika Kristo Yesu. You are a descendant. Wewe ni mrithi of Abraham. Uzao wa Ibrahimu. in Christ Jesus. Katika Kristo Yesu. All the promises. Ahadi zote. and the covenant. Na hata agano. of between God and Abraham. Kati ya Mungu na Ibrahimu. belongs to you. Ni za kwako wewe. Because kwa sababu it was between kwa sababu ilikuwa kati Abraham ya Mungu and his descendants. Na urithi wake. And now you are one of his descendants. Na sasa wewe ni mmoja wa kizazi chake. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Utukufu kwa whoever curses you, yote anayekulaani will be cursed by God. Atalaaniwa na Mungu. Whoever blesses you, anayekubariki will be blessed by God. Atabarikiwa na Mungu. You are like Mordecai. Wewe ni kama Mordecai. A descendant of Abraham. Kizazi cha Ibrahimu. Not even Haman. Sio hata Hamani could destroy them. Angemharibu. Nobody can destroy you. Hakuna aweza kuharibu. You are a descendant of Abraham. Wa Ibrahimu. Like David. Kama Daudi. Can defeat you. Hangemshinda. I came to remind you. Nimekuja kukumbusha. Forget about what you have heard from the devil and people. I came to remind you that no matter where you are, what you are more than a conqueror. You are blessed. You are the head, but not the tail. You are above, but not beneath. You are blessed in the city, blessed in the countryside. The seed of your womb, no matter what they are doing, they are blessed. The work of your hand is blessed. Nimekuja kukuambia, ijalishi kile ambacho umesikia kutoka kwa shetani, kile umesikia kutoka kwa watu, lakini nataka usikie kile ambacho Mungu anasema kuhusu kwamba wewe ni kichwa wala sio mkia, huko juu wala hauko chini, kwamba uzao wa tumbo lako umebarikiwa. Haijalishi wako vipi, lakini Mungu anasema amebarikiwa, na kwamba wewe umebarikiwa mjini, umebarikiwa mashambani. How do you fight the spiritual warfare? Unapiganaje vita vya kiroho? You fill your mind. Unajaza mawazo yako with the word of God. Na neno la Mungu. You fill your mind with the promises of God. Unajaza mawazo yako na ahadi za Mungu. So that you meditate always. You don't meditate on what the negative things, but you meditate on the word of God. You meditate on the promises of God.
ili ukaweze kutafakari hilo neno la Mungu kinyume, ukatafakari kuhusu ahadi za Mungu na hata agano za Mungu. Akaambia Yoshua, if you can meditate on God's, kama utatafakari ahadi za Mungu, if you can meditate on the word of God, kama utatafakari neno la Mungu day and the night, usiku na mchana, stop thinking, wacha kufikiria of how what evil, what bad things can happen, na wacha kufikiria mawazo mabaya ambayo yanaweza kutokea. He told Joshua, akaambia Yoshua, it is a guarantee, hii ni uhakiki that you shall prosper, kwamba utafanikiwa and have good success. na uwe na ufanisi nzuri. So prosperity is in the mind. Kwa hivyo in the mind. Kushindwa kuko katika mawazo. Amen. Amen. David repeats the same thing. Daudi anarudia in lile jambo. Psalms. Katika kitabu cha Zaburi 1:3 anasema, he says, meditate. Blessed is the man who does not blah 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 blah. But verse 3 he says, but who meditates on the word of God day and night. Anasema amebarikiwa, kisha anaelezea na hatimaye anasema ni heri mtu yule anayelitafakari neno la Mungu usiku na mchana. He will prosper. Yeye atafanikiwa. Amen. Amen. Stop thinking evil. Wacha kufikiria maovu. Stop thinking negative things. Wacha kufikiria mambo ya kinyume. Begin to think positive. Anza kufikiria mambo yaliyo sawa. Amen. Amen. Cast down every thought that it tells you you cannot prosper, cast it down. Every thought that it tells you that you are bewitched, that is a lie, cast down. Remember, I have told you that the devil uses lies. He has no weapons. He is only left with one that belongs to him. You cannot separate the devil with lies. The Bible tells that he is the author of lies. He is the father of lies. Lying. The Bible tells us that in the last day he will lie. He will deceive the whole world. The Bible tells us that he deceives the whole world. Basi shusha mawazo hayo yote ya kinyume, kwa sababu kile ambacho shetani amesaza katika silaha zake ni uongo, kuweza kutengeneza uongo, kwa sababu yeye ni baba ya uongo. Na hata Biblia inatuonya kwamba katika nyakati, amen, that you never get married, kwamba utaolewa. You will get married. Utaolewa. It is a lie. Ni uongo. That will catch corona. Kwamba utapata corona. The Bible tells us. Biblia inatuambia. Psalms 91. Zaburi 91. Mstari wa 11. No pestilence. Hakuna no plague. Wala shall come near. Yatakao kuja your dwelling. It is a lie. Ni uongo. Casting down thoughts and imagination. Tukiangusha mawazo na matafakari. Of the truth. Kuwa na kweli. Fight the devil with the truth. Pigana na shetani na ukweli. Not with the words. Sio kwa maneno. Not with the emotions. Sio kwa hisia. But with the truth. Lakini kwa kweli. Guard your minds. Linda mawazo yako. Guard your minds. Linda mawazo yako. Guard your minds. Linda mawazo yako. Hallelujah. Hallelujah. Fight by faith. Pigana kwa imani. You are fighting an invisible enemy. Unapigana na adui ambaye haonekani. Pigana kwa imani. How do you fight by faith? Unapigana kwa imani. The word of God. Kutumia neno la Mungu. The Bible tells us the word of God is the sword. Is the sword. You must have the word. Fighting the devil without the word is something that is dangerous. Pigana na shetani na neno la Mungu. Biblia inatufundisha ya kwamba neno la Mungu ni upanga. Kupigana na shetani bila neno la Mungu basi ni bure. You need to have the promises of God in your mind, in your heart. Unastahili kuwa na ahadi za Mungu kwa mawazo yako na moyo wako. Fight with the word. Fight not with words but with the word. Usipigane na maneno, pigana na neno la Mungu. David told Goliath, you come to me against me with what? With the sword, but I come against you with in the name of the Lord God of the armies of Israel, whom you have defied. He came against Goliath with the word of God, but not with the words. Oh, yes. Basi Daudi alimwambia Goliathi, unakuja kwangu kwa mishale na upanga, lakini mimi ninakuja kinyume na wewe na katika neno la Mungu wa Israeli ambaye jeshi lake umelitukana. Daudi alienda kinyume na Goliathi kwa neno la Mungu. Remember, the word is the sword. When you are speaking the word, you are throwing the sword. You are whipping the sword.
Kumbuka kwamba neno la Mungu ni upanga wa roho. Unapotumia neno la Mungu, huo ni upanga wa roho I unaotumia. shall not die, but I shall Sitakufa, live. nitaishi. That is a sword you are using to kill the spirit of death. Huo ni upanga unaotumia kuua roho ya mauti. By the stripes of Jesus I was healed. That is a sword you are using to strike the spirit of sickness. Kwa mapigo ya Yesu nilipona. Huo ni upanga unaotumia kuugonga ugonjwa. Amen. Amen. No pestilence, no plague shall come near my dwelling. That is a sword you are swinging against your enemy, against any pestilence. And it protects you. Hakuna tauni wala maovu yatakao kuja katika hema yangu. Huo ni upanga unaotumia kinyume na tauni na mapigo yote. Remember always, it is not words. It is a sword. It is a sword. It is a weapon. It is not words. It is a sword. The word of God is a weapon we use against the enemy. Kumbuka sio maneno, lakini ni neno, ni upanga, ni neno la Mungu tunaotumia kinyume na adui. Amen. Amen. Nobody, no man shall be able to stand against you all the days of your life. No man shall be able to stand against me all the days of my life. When you are saying that, you are swinging the sword against any man in America, in Europe, in Asia, in Kenya, any man that tries to stand against you, you're striking them with the sword and they must come down. Hakuna mtu atakayeweza kukustahimili katika siku zako za maisha yote. Hivyo yeyote ambaye anayesimama kinyume nawe hataweza kusimama, awe yako karibu nawe, awe Marekani, hataweza kusimama kinyume na wewe. So I want to close by saying this, by just trying to revise what I've said. Nataka kumaliza kwa kusema kurudia kile ambacho nimesema. We are fighting. Remember, the fight is in their minds. Kumbuka vita viko katika mawazo yako. People that kill themselves, they kill themselves because they have come to the end of themselves, not physically, but in their minds they don't see any other way. Watu ambao huwa wanajiangamiza ni kwa sababu huwa wamefika mahali ambapo katika mawazo yao hawaoni njia nyingine yoyote ila njia ya kufa tu. Maana amefutwa kazi, anasahau ni watu wengi hata hawajai kuandikwa kazi, waje kuandikwa kazi, hawajai kuandikwa kazi. Na wamekuwa kiishi na wakikula. Amen. Maana amewachwa na bwana yake, anasema sasa atajiua kwa sababu ameachwa na bwana yake. Anasahau kuna watu hawajawahi kufanya nini? Hawajawahi kuolewa. Wengine waliolewa mwaka 2 bwana zao wakakufa, na they have been living, they have been surviving, they have made it in life. Wamesomesha watoto, wameenda university. Maana tu amewachwa na mzee wake, ni kama mzee ndo alikuwa Mungu, ana give up in life. Kwa sababu tu mtu ati biashara imeanguka, anaanza kusema anajiua kwa maana biashara imeanguka. Hiyo ni mambo ndio ni vita ya shetani katika akili za watu. Sasa anasema anajiua kwa sababu ya loan. Kwa sababu ya loan. Anasahau kuna watu wengine ambao kwanza hata wache wewe uko na loan, hata hawajai kupata pesa kulipa hiyo loan. Na wanasahau ya kwamba hata ushindwe na kulipa hiyo loan, hata uchotwe kila kitu. Ni watu wengi ambao biashara zao zilichomeka, ziliharibiwa na maji, gari zao zilifanya accident, they were reduced to nothing, but they rose up again from the ashes. Walishushwa wakafikishwa mwisho, lakini waliinuka kutoka kwa majivu yao. Ni vita ya shetani katika akili zako tu. Watu wengi ambao waligonjeka magonjwa ambao wamegonjeka na wakapona. Amen. Na wengine wakupona lakini hawajakufa. You get my point? Amen. Hawajapona lakini hawajakufa. Na watakaa miaka 10, 20, 30 hawajapona lakini hawajakufa. You are thinking of now sasa nimefika mwisho. Hallelujah. Hiyo ni vita za akili. Sasa shetani anakupiga vita. Maana umepata D minus. Sasa shetani anakuambia ujiue, wewe hauna future. Unasahau ni watu wengine wengi, hata wengine hawajasoma, hawajaenda shule. Wazazi wetu walikuwa hawajasoma lakini walitusomesha. Sisemi hivi kutiaka masomo, lakini nasema kwamba shetani azikupige vita katika akili, you give up in life. Amen. Amen. There is another way. Somebody say amen. Amen. Somebody say there is another way. Somebody say devil, there is another way. There is another way to live. There is another way out of marriage to live.
There is another way out of business to live. There is another way out of your employment to live. There is another way out of education to live. That is not the only way. The devil is a liar. Amen. Hallelujah. Amen. We will make it in Jesus' name. Amen. We refuse to believe in the lies of the devil. Glory to God. We can start anything. Kama hiyo imekataa, kumbuka hiyo ulianza na ikaendelea, hiyo imeanguka, anza ingine. Anza ingine. You can start something. Amen. Hallelujah. Amen. Glory to God. Amen. You can start something. Don't sit there crying, weeping, mourning. Huh? There is nobody who can change your life. The key to change your life is in your hands. Somebody say amen. Amen. Hallelujah. Amen. No matter where you are, arise. You can arise. You can make it. There are so many other ways in life to make it. There are so many other ways to make it in life. So many. So many. Think. Begin to see far. Begin to see things from different ways. Begin to see things from different perspectives. Stop being narrow-minded. People who are narrow-minded are the people that easily kill themselves because they don't see another way out of their situation. Watu wenye mawazo finyu ndio ambao huwa wanajiua kwa sababu hawaoni njia nyingine ya kutokea ila mauti tu. Hallelujah. Hallelujah. But the Bible says, Biblia inasema we shall be blessed in the city, tutabarikiwa mjini blessed in the country. na mashambani pia tutabarikiwa. Hallelujah. You see Hallelujah. things in different ways. Ona mambo katika njia tofauti. There is a blessing for me in the city. Kuna baraka katika mji. If it is not there in the countryside, I go to the city. If it is not in the city, I'll go to the countryside. But what I'm refusing is to believe and to accept and to settle down as a failure. In Jesus' name. Kama hakuna baraka mjini basi kuna baraka mashambani. Kama hakuna baraka mashambani kuna baraka mjini. Lakini kile ambacho sitakubali kukaa pale na kukubali kwamba nimeshindwa. The truth, ukweli, is our weapon. Ni silaha. Faith, imani, is our weapon. Ni silaha. Amen. Amen. The word of God, Neno la Mungu, is our weapon. ni silaha. We must learn to cast down, cast down. Lazima ujifunze kuangusha, Cast down. kuangusha, Cast down kuangusha every thought. kila mawazo, down. kila mawazo. That voice, Hiyo sauti, hiyo sauti that it tells you you inayokuambia cannot make it, kwamba that you are hautaweza, nobody, kwamba wewe ni that you bure, are not fortunate. kwamba hawezi na una bahati. Cast it down. Ishushe chini. You are blessed. Umebarikiwa. You are more than a conqueror. Wewe ni zaidi ya mshindi. You are an overcomer. Wewe ni zaidi ya You mshindi. are a winner. Wewe ni mshindi. You are the head, Wewe ni kichwa. but not the tail. Wewe sio mkia. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Father, I thank you Baba, nakushukuru for your word. kwa neno lako. Thank you for speaking to us. Asante kwa kunena nasi. I pray for that word Naombea that hilo I've neno spoken to your people. ambao nimenena na watu In wako the name of Jesus. kwa jina la Yesu. I pray for that word Naombea hilo neno that you cause it kwamba kasababishe to profit likaweze kuwa faida their lives. juu ya maisha In yao Jesus' mighty kwa name. jina kuu la Yesu. Thank you for all the viewers. Asante kwa watazamaji wote. Bless them, Wabariki, increase them, wainue, expand them, wapanue, make them fruitful, wafanye wenye make them kuzaa, prosperous. wafanye Those who wafanikiwe, don't know you, wasiokujua draw them closer. ukawavute karibu na Save wewe, their souls. waokoe nafsi In the zao name of Jesus. kwa jina la Yesu. Thank you, Father. Asante Baba, In Jesus' name. kwa jina la Yesu.